Habari za jioni ya leo, ndugu wasikilizaji na watazamaji wa kipindi cha habari za soka Ulaya. Leo tutazungumzia kama kawaida yetu habari 10 ambazo zimejiri kwa siku ya leo ya Jumapili. Habari ya kwanza kutoka Ufaransa, shughuli ya uhamisho wa majira ya joto ya Paris Saint-Germain inazidi kushika kasi. Kufuatia dau linalokadiriwa kuwa milioni 45 euro, ikiwa pamoja na nyongeza kwa winga wa Ajax Mika Götze, mabingwa hao mara mbili wa Ulaya wameipa Parma milioni 33 euro, ikiwa ni pamoja na nyongeza kwa kipa Zion Suzuki. Kipa huyo wameonekana kwenye kombe la dunia akichezea timu ya Japan, kipa mwenye rangi nyeusi. Kulingana na mwandishi wa habari Fabrizio Romano Jumapili hii, yeye ndo kafikisha hizo habari kwamba mabingwa hao mara mbili wa Ulaya wameipa Parma milioni 33, ikiwepo na nyongeza kwa kipa Zion Suzuki. Kama ilivyotarajiwa, Paris Saint-Germain imeishinda Juventus katika usajili huo, na Parma sasa iko tayari kuidhinisha uhamisho wa mchezaji huyo wa kimataifa wa Japan kwenda klabu hiyo ya mji mkuu Paris. Wakati huo huo, maafisa wa Paris Saint-Germain tayari wamewasilisha mradi wao kwa Suzuki. Na tukibaki huko hapo Ufaransa, kwenye timu ya Paris Saint-Germain, wakiwa mabingwa watetezi wa Ulaya mara mbili, Paris Saint-Germain wana nafasi ya kushinda ligi ya mabingwa kwa mara ya 3 mfululizo katika msimu wa 2026 kuelekea 2027. Licha ya mabadiliko katika kikosi cha Paris Saint-Germain wakati wa dirisha la usajili la kiangazi, mchambuzi wa radio ya RMC Pascal Dupraz bado ana matumaini kuhusu matarajio ya klabu hiyo ya mji mkuu katika mashindano hayo. Ikimnukulu bwana Dupraz anasema Paris Saint-Germain inahitaji kuburudisha kikosi chake kila msimu ili kudumisha ushindani mzuri na kuepuka kuridhika. Kujiandaa kwa ajili ya mustakabali pia ni kuhusu kutazama mbele. Kusajili wachezaji wachanga ambao wameng'aa barani Ulaya pia kunadhoofisha ushindani. Ninapoangalia uwanjani, bado naiona Paris Saint-Germain kama timu inayopendelewa zaidi kwa ligi ya mabingwa msimu ujao, alichambua kocha huyo wa zamani wa Toulouse. Chini ya meneja Mhispania Luis Enrique, Paris Saint-Germain hakika ina msingi imara. Tusubiri tuone mwakani au mwaka kesho mambo yatakuwaje. Naam, tunaendelea na habari za soka Ulaya. Tukielekea Uingereza ambapo timu ya Liverpool haitazuia kuondoka kwa winga Cody Gakpo ambaye ana miaka 27 msimu huu wa dirisha la usajili la joto kali. Hata hivyo, klabu hiyo haitakuwa tayari kumwachilia kwa urahisi mchezaji huyo wa kimataifa wa Uholanzi ambaye walimsajili kutoka timu ya PSV Eindhoven kwa ada ya euro milioni 57 ikijumuisha malipo ya ziada mnamo Desemba 2022. Kwa mujibu wa Anfield Watch, siku ya Jumapili hii, klabu hiyo ambayo ilimaliza katika nafasi ya 5 kwenye ligi kuu ya Uingereza msimu uliopita imetumia uhamisho wa Anthony Gordon kutoka Newcastle kwenda Barcelona euro
ambaye aliuziwa euro 80, ikijumuisha pia malipo ya ziada kama kigezo kupanga bei ya Gakpo kuwa euro milioni 84. Hivyo basi klabu zinazomhitaji zimepewa taarifa hiyo. Ambaye anayemhitaji mchezaji Cody Gakpo, mchezaji wa Liverpool, miaka 27, inabidi aandae pesa sawa na milioni 84 euro. Na baada ya kipindi cha kuinoa Real Madrid katika nusu ya kwanza ya msimu wa 2025 kuelekea 2026, kipindi ambacho hatimaye hakikuleta mafanikio, kocha mpya wa Chelsea Xabi Alonso alizungumzia fursa hiyo ilipotea akiwa na Los Blancos katika mahojiano na The Athletic Jumapili. Na kimnukulu kocha huyo Xabi Alonso, kocha mpya wa Chelsea ambaye aliweza kuwa kocha wa timu ya Real Madrid mwaka jana, amesema, kwa bahati nzuri hakuna makovu mengi katika taaluma yangu. Na sawa, nina moja kutokana na kipindi changu Real Madrid, lakini limeshapona. Sasa limepona na nina hamu kubwa na azma ya kufurahia sura hii mpya kama nilivyofanya nilipoanza kazi Madrid. Ninapotazama nyuma, najikita kwenye mambo mengi na yale ambayo hayakwenda vizuri. Nimekuwa nikijichunguza kwa kina na kutafakari ni nini ningeweza kufanya vizuri zaidi, kwa sababu mambo hayakwenda kulingana na mpango, alikiri kocha huyo wa zamani wa Bayer Leverkusen. Alonso atakabiliwa na matarajio makubwa akiwa Chelsea. Na mchezaji Endrick, mchezaji kutoka Brazil ambaye ana umri wa miaka 20 tu. Endrick anakabiliwa na hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu mustakabali wake huko Real Madrid. Mshambuliaji huyo raia wa Brazil hayupo katika orodha ya chaguo za kwanza za kocha Jose Mourinho, ambaye anapendelea aina tofauti ya wachezaji kwa nafasi hiyo. Mlango bado uko wazi kwa mchezaji huyo wa zamani wa Lyon kuhamia timu nyingine kwa mkopo, na klabu ya AS Roma inakusudia kutumia fursa hiyo, kulingana na ripoti ya gazeti la Gazzetta dello Sport la Jumapili hii. Gazeti hilo la Italia linaripoti kuwa mkurugenzi wa michezo wa Roma Tony D'Amico amesafiri kwenda Madrid ili kufuatilia hali hiyo. Kwa hakika klabu hiyo ya Giallorossi, yani AS Roma, ingependa kufikia makubaliano ya mkopo yanayojumuisha chaguo la kumnunua mchezaji huyo pamoja na kipengele cha kumnunua tena, yani kwenye lugha ya Kiingereza inaitwa buyback clause, hatua inayolenga kuepuka hatari ya kumwendeleza mchezaji kisha kumpoteza baadaye. Hii inafanana na utaratibu ambao klabu ya Como klabu ya Cesc Fabregas ambaye ndio kocha mkuu wa hiyo timu ya Como Italia. Hii inafanana na utaratibu ambao klabu ya Como ilifanikiwa kupata katika uhamisho wa Nico Paz. Nico Paz, kukumbusha kuwa alikuwa ni mchezaji wa Real Madrid ambayo timu ya Como iliweza kumchukua. Ilifanikiwa
kupata katika uhamisho wa Nico Paz kutoka Real Madrid kwa gharama nafuu. Ingawa kocha wa Roma Gianpiero Gasperini anamwona Hendrick kama chaguo bora la kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji pamoja na Santiago Castro pamoja na Daniel Malen, uhamisho huo bado uko mbali, kwani kwa sasa Real Madrid haina nia ya kuingia katika aina hiyo ya makubaliano. Huku kukiwa na mwaka mmoja pekee uliosalia katika mkataba wake na Napoli, Kevin De Bruyne anaweza kuondoka Italia na kujiunga na Inter Milan. Tukiwakumbusha pia umri wa Kevin De Bruyne ni kwamba ana miaka 35. Gazeti la kila siku la Mundo Deportivo liliripoti Jumapili kwamba klabu hiyo ya Florida ambayo tayari ilikuwa imeonyesha nia ya kumsajili kiungo huyo raia wa Ubelgiji mwaka jana, imeanzisha tena harakati za kumsajili na inalenga kumjumuisha katika kikosi kimoja na Lionel Messi, Luis Suarez na Rodrigo de Paul. Hata hivyo, mabingwa watetezi wa kombe la MLS sio klabu pekee ya Marekani inayomnyatia mchezaji huyo anayefahamika kama Shetani Nyekundu, Red Devil, jina la timu ya taifa ya Ubelgiji. Chicago Fire pamoja na San Diego FC nazo pia zina nia ya kumsajili mchezaji huyo wa zamani wa Manchester City. Tukibaki Italia, kwenye timu ya Napoli, kutokana na kutoelewana na uongozi wa Napoli, Romelu Lukaku hajachezea klabu yake tangu tarehe 6 Machi na bila shaka ni mmoja wa wachezaji wanaoweza kuondoka msimu huu wa joto, huku akiwa amesaliwa na mwaka mmoja kwenye mkataba wake. Kulingana na mwandishi wa habari Sasha Travaglieri siku ya Jumapili, mshambuliaji huyo raia wa Ubelgiji anaweza kuelekea Marekani, ambapo klabu ya Atlanta United imeonyesha nia kubwa ya kumsajili. Klabu hiyo yenye makao yake Georgia imeanza mazungumzo na mfungaji bora wa muda wote wa timu ya taifa ya Ubelgiji, ambaye kama ilivyotarajiwa yuko tayari kuondoka Napoli. Hata hivyo, dili hilo linaonekana kuwa gumu kwa klabu hiyo ya ligi ya Major League Soccer. Kama ilivyotarajiwa, mshambuliaji Randal Kolo Muani, mchezaji wa umri wa miaka 27, anaondoka Paris Saint-Germain na kujiunga na Juventus moja kwa moja katika dirisha hili la usajili la majira ya joto. Siku ya Jumapili, klabu hiyo iliyotwaa ubingwa wa Ulaya mara mbili ilitangaza rasmi kuondoka kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Ufaransa, ambaye ameuzwa kwa klabu hiyo maarufu kama Old Lady au La Vieille Dame kwenye Kifaransa kwa ada ya euro milioni 50, kiasi kinachojumuisha euro milioni 12 za bonasi zinazoweza kupatikana. Kwa upande wake, mchezaji huyo wa zamani wa Nantes amesaini mkataba na klabu hiyo ya Turin, Juventus de Turin, utakaodumu hadi Juni mwaka wa 2031. Baada ya kusajiliwa kutoka Frankfurt kwa euro 95 mwaka wa 2033, Kolo Muani hakuweza kufikia matarajio makubwa yaliyowekwa kwake akiwa Paris Saint-Germain. Kama gisi tunaendelea kuwafahamisha
habari hizo Paris Saint-Germain imethibitisha rasmi kuuza kwa mshambuliaji Randal Kolo Muani kwenda Juventus. Makubaliano hayo kama tulivyosema hapo awali yana thamani ya euro 38 pamoja na euro 10 za malipo ya ziada, 12 kumradhi za malipo ya ziada. Kati ya kiasi hicho cha ziada kinachoweza kupatikana, euro milioni 10 zinategemea nafasi ambayo Bianconeri au Juventus watashika katika ligi ya Serie A. Kulingana na mwandishi wa habari Ben Jacobs, malipo hayo yatafanyika iwapo klabu hiyo ya Juventus de Turin itamaliza msimu wa 2026 kuelekea 2027 ikiwa katika nusu ya juu ya msimamo wa ligi. Sharti ambalo isipokuwa tukitokea janga la kiutendaji ndani ya Juventus linapaswa kutimizwa kwa urahisi. Tukitazama gisi timu ya Juventus inajikiti, itakuwa kwa bahati mbaya isiwezi kufikia kwenye hiyo nafasi ya nusu ya juu ya msimu wa ligi. Itakuwa ni maajabu sana. Inaonekana kwamba Paris Saint-Germain mambo yakiwa sawa itaweza kujipatia bonus ya milioni 10 za ziada, kuongezea hizo milioni 38 ambazo ameweza kununuliwa mchezaji huyo kutoka Paris Saint-Germain kuelekea Juventus. Naam, tunafikia mwisho wa kipindi chetu ambapo kuna habari ya mwisho inayohusu Real Madrid. Ni kwamba Real Madrid inataka ufafanuzi kuhusu winga Vinicius Junior. Akiwa na mkataba unaoendelea hadi Juni 2027, mchezaji huyo wa kimataifa wa Brazil anahitaji kufanya uamuzi kuhusu hatima yake. Akitarajiwa kuhudhuria mazoezi ya Los Blancos Jumapili hii, kipaji hicho cha zamani cha Flamengo kinatarajiwa kuzungumza kwanza na kocha wake mpya Jose Mourinho kabla ya kuzungumza na viongozi wa klabu, kulingana na gazeti la kila siku AS. Klabu hiyo inasubiri uamuzi wa wazi kutoka kwa Mbrazili huyo ambaye kwa miezi kadhaa amekuwa akisisitiza nia yake ya kuendelea kusalia Madrid. Bila makubaliano ya haraka, bila shaka Real Madrid haiondoi uwezekano wa kuondoka kwa nyota huyo ambaye anafuatiliwa na Arsenal katika dirisha hili la usajili la majira ya joto. Hata hivyo, ndani ya klabu, washindi wa pili hao wa ligi ya Uhispania wanaendelea kuwa na imani na wametulizwa na mazungumzo ya hivi karibuni na Vinicius. Hapa ndio mwisho wa kipindi chetu cha jioni ya leo. Nawatakia usiku mwema. Kwaheri.